Kuna taarifa ambazo tunazisikia kuwa mwenyekiti wa bodi Mo Dewji haongei na mwenyekiti wa wanachama Murtaza Mangungu. Tunapouliza tatizo ni nini, vyanzo vinasema ni kwa sababu ya mdhamini ambaye aliingia kwa ajili ya vifaa vya michezo. Eti ya kwamba mwekezaji hataki, lakini upande wa wanachama wanaona ule mkataba wake una tija, una vitu vingi vya maendeleo ikiwemo uwanja, basi na wachezaji na kadhalika. Sasa tunabaki tunadua ukweli hatujui, na kama ni kweli mwenyekiti wa bodi atakuwa nikosea klabu. Ukimnunia mwenyekiti wa wanachama, maana yake umenunia wanachama wote waliomchagua. Kama na mapungufu yake, tafuteni taratibu za mkutano, tukae ndani, mtuambie, kila mmoja aseme, kuliko ni kununiana. Mwisho wa siku kila mtu anafanya kazi kivyake. Mengi ukiangalia katika muktadha wa Simba, kwa mujibu wa katiba na muundo wake, matatizo yako kwenye bodi, na bodi iko chini ya mwekezaji. Yeye ndio mwekezaji, yeye ndio mdhamini, yeye ndio mwenyekiti wa bodi, yeye ni mwanachama mwenzetu, yeye ndio rais wa heshima. Katika ili ya kwepi kwake yeye alitaleta picha nzuri. Kama ni kweli hili jambo litaonekana yeye hayuko tayari kufanya kazi na watu ambao wamechaguliwa na wanachama, kwa sababu Mkwabi, wakati Mo ni mwenyekiti wa bodi, hakuelewana na Mkwabi. Mkwabi kakurupuka, hata kilichomkurupusha wanachama waliompigia kula hajasema ni kipi. Sasa tuna leo ionekane Mangungu aelewani na Mo, itaonekana Mo hakubaliani na watu kutoka upande wa wanachama. Hili jambo kama ni kweli halina afya. Na mwenyekiti wangu wa bodi Mo, tunakupenda sana. Haya tunayozungumza tunaomba yakufikie, lakini yatolee ufafanuzi. Kama ni kweli hayana afya, na kama ni uongo, ukweli wake ni upi? Wanasema watakiwa wajue. Sasa la mwisho ambalo sio muhimu sana, bado niko kwa mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa bodi ya Simba, lakini mwekezaji wa Simba Sports Club, lakini ni mdhamini na rais wa heshima. Kwanza litumie baraza la ushauri ambalo lipo, likushauri namna ya kuiendea Simba, namna ya kuiongoza Simba, kwa sababu hicho ni chombo kwa mujibu wa katiba. Lakini pili, wewe ni tajiri yetu upande wa Simba. Wana Simba wote wanajivunia uwepo wako, lakini hao mahasimu wetu ambao leo ni mabingwa kwa mara ya 4 mfululizo, hata sisi tutakuwa Simba mabingwa mara 4 mfululizo, lakini hatujakubali kirahisi wewe mara 4 mfululizo. Lakini tunapomwangalia tajiri wao ambaye kwa utajiri barani Afrika hata kwenye 10 bora hayumo, wewe Mo ni tajiri namba 1. Lakini vipi huyu GSM upande wa Yanga, yeye ni mwanachama tu wa Yanga, yeye GSM ni mdhamini tu wa Yanga. Tunaona jezi ya Yanga inadhaminiwa na GSM, lakini ni mfadhili. Lakini vipi kwa vitu vitatu tu hivi ambapo si mwekezaji, si mjumbe wa bodi ya Yanga, lakini Yanga ilipo yeye yupo? Lakini wewe mwenyekiti wa bodi, ni nani kakushauri ukae mbali na Simba kwenye tukio kubwa la finali? Hatukuoni. Kwenye tukio kubwa la kuhakikisha tunamfunga mtani wa jadi tuchukue ubingwa, hatukuoni. Kwenye taharuki nyingi umekaa kimya, hata neno la faraja utoi. Iko sawa sawa? Ile dhamira ya Simba kuwa nguvu moja ndani ya katiba, na kama ni mjumbe wa kamati ya katiba, wana Simba walileta kuwa Simba iwe moja. Huku chini nikiangalia wana Simba wako wamoja, lakini nikiangalia huko juu hamko wamoja. Kama hamko wamoja, kwa maslahi ya nani? Hata kwenye mechi ya Simba na Yanga, wajumbe wako, mwekezaji wetu, mdhamini wetu, mwenyekiti wetu wa bodi hawakutokea uwanjani. Kama hawakutokea uwanjani, tunaona hao wenyekiti wetu tu ambao tuliowachagua wa kuungaunga, wa kupambana huku na kule, ndio wao wako kama yatima. Nguvu moja kwa mujibu wa katiba yetu hapo imepatikana. Waliovunja nguvu moja ni upande wa wanachama au upande wa mwekezaji ambao mkutokea uwanjani. Katika hili mlifanyie kazi, haya yasirudie tena ambayo yamejitokeza. Kwa hiyo tunazungumza haya ili wana Simba wajue. Tunazungumza haya, na katika mazungumzo yangu namtaja sana mwenyekiti wa bodi, kwa sababu katiba inakutambua wewe mwenyekiti wa bodi, wewe ni mwekezaji. Katiba inakutambua wewe,
Mbona mwenzako Gharibu GSM ambaye sio mwekezaji Yanga, ni mdhamini tu na mwanachama tu, kila eneo lipo anapafaraji wanayanga wenzake. Wewe kutu sisi kimekukuta kitu gani? Ni nani kakutisha, nani kakutoa mpaka uonekane eneo lolote lile? Hata wana Simba kapata faraja sasa hapa na mheshimiwa rais wa heshima yupo hapa, jambo la haribiki. Tukishinda tushinde pamoja, tukishindwa tushinde pamoja. Haionekani dhamira hiyo. Lakini kibaya zaidi, bodi mmetugawa kuelekea mechi ya Simba na Yanga ya tarehe 25. Kivipi mmetugawa? Simba kupitia wazee hawa, ilikuwa watani wetu wanaposema hawachezi, hawa wazee kaza kusema vilabu hivi vimeundwa kwa ajili ya kucheza, kwa ajili ya kutaniana, mshindi anapopatikana mtania mwenzake, kalas, imekwisha. Lakini baadaye bodi mnaandika barua kwa umma, Simba nje ya tarehe 15 haichezi mchezo wowote, mkaigawa Simba. Lakini kibaya zaidi, nazungumza na bodi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kaita vyombo vya mpira, kaita wadau wa mpira, hususan Simba na Yanga. Nampongeza sana katika hilo. Kutitwa kake baada ya mazungumzo yake, tunaona mechi imepelekwa tarehe 25. Watu wa Simba wakasimamia hawachezi, lakini wengine wakasema tunacheza kwa sababu klabu ya Simba ni klabu ya kucheza. Na mimi kama mjumbe wa katiba, kwa mujibu wa ibara ya 44, Simba haina mahala pa kuto kucheza endapo ratiba imetolewa na vyombo vyenye mamlaka haina. Matokeo yake ni kwenda kunyang'anywa point. Lakini kwa mujibu wa nyinyi wanachama, nendeni kasome ibara ya 11 kifungu cha 4. Kinasema maamuzi na maagizo ya TFF, CAF na FIFA lazima wanachama tuyatii. Maagizo ya TFF ilikuwa ni mechi tarehe 25. Inakuwaje bodi hamkutoa barua ya kusema ile barua ya kwanza kwa heshima ya kumheshimu Mheshimiwa Rais na kwa heshima ya kutii katiba yetu kwa mashirikiano na vyombo vya kimpira, sisi klabu yetu ni klabu ya mpira, wana Simba twendeni tukacheze. Ulikuwa kuna ugumu gani mkatoa kauli kama hiyo ili mumheshimishe rais wetu, mwana michezo namba 1, lakini pia kuunganisha wana Simba ili sedogani yetu ya nguvu moja ipatikane pale mbele ya marefali kutoka nje ya nchi tukiwa wamoja. Lakini tumekwenda kwenye mechi ile mbele ya waamuzi wa kimataifa tukiwa Simba makundi mawili. Kundi moja linatumikia barua ya bodi, taarifa kwa umma, kundi lingine linatumikia taarifa ya viongozi wa matawi kutoka kwa mwenyekiti wao ambaye kwenye bodi yeye ni mjumbe tu. Hapa mkutulia haki kama bodi. Hatutaki mjiuzuru katika hili. Tunataka mjitathmini yasirejee tena. Na katika hili mama mumuombe radhi, kwa sababu kunaonekana tumeenda kucheza sisi Simba kishingo upande. Hatukwenda kucheza kama kwa nguvu moja na morali. Hili kwa mama tumemkosea, kwa serikali tumekosea, serikali ambayo imekuwa bega kwa bega katika manufaa yote, hususan katika mechi za kimataifa. Serikali imetoa ndege na pesa, tukafanya vizuri nusu finali kwenda finali. Serikali imetoa pesa na ndege, tukapambana finali, tukapambana tukatoka moja, tukaangalau tukapigania heshima nchi yetu, tofauti na mwaka 93 tulifungwa 2-2 mbele ya Mheshimiwa Rais. Tukatoka moja, tena moja yenyewe tuko pungufu. Moja yenyewe goli moja lifanyika likataa. Kwa Simba kwa rekodi ya mwaka 93 msimu huu ni fahari. Kwa nini tunagomea serikali? Kwa nini hatuipi msimamo serikali? Kwa nini hatuiungi mkono serikali? Tunakwenda kinyonge kama tumelazimishwa kucheza na Yanga. Hapa tukua sawa. Tulikwenda kucheza ile mechi ikiwa bodi nyinyi mmetugawa. Kama mlitugawa kwa faida ya nani? Na kama nyinyi kweli ile barua hamkutaka kama nyinyi kweli bodi ile barua hamkuwa na dhamira tena ya kucheza, kwa nini hamkuonekana uwanjani? Hasa wajumbe wa kutokana na Mungu. Kwa nini hamkuonekana uwanjani? Na kutokuonekana kwenu uwanjani mmemsusia nani? Mnamsusia Mangungu. Na mkimsusia Mangungu mmemsusia nani? Sio sisi wanachama. Na mkifanya hivyo ni haki. Mungu atakupendeni. Na Simba ni nguvu moja.
na nguvu moja ndio kauli ya Mungu na ndio uwepo wa Mungu, baraka zake zipo hapo. Mbona huku chini wanachama wanashirikiana nchi nzima, wanahangaika kwa dhiki na shida? Kuna wengine finali wanachama wameuza mpaka vitu vyao mradi waipigania klabu yao ichukue kombe. Kwa nini nyinyi hamwe mmoja kuipigania klabu? Haya niliyozungumza ni ushauri na ndani yake kuna ukumbusho wa kutekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa katiba yetu ya Simba Sports Club. Lakini la mwisho, mwenyekiti wangu wa bodi, na kutaja wewe kwa sababu wewe ndio bosi wetu Simba Sports Club. Na kutaja wewe kwa sababu wewe ni muhimili katika Simba. Wale unaowapa usajili wa miaka mitatu wamefeli, na hao ndio walikushauri tusiingize timu, wamefeli. Ushauri wao, dhamira yao huenda na voice mimi ilikuwa yasionekane mapungufu ambayo wana Simba wameona ligi ya timu yao ilipocheza na Mtani tarehe 25. Ile sio timu ya usajili wa milioni 7. Hawa watu hawaitendei haki hela wanaotoa. Badilisha, sio usajili wa milioni 7 ule. Badilisha, unawatumia. Simba ina wachezaji wa zamani, ina makocha wa zamani, watumie kupitia bodi. Hawa unaowapa na kuamini wameshindwa. Ile sio timu inawakisi thamani ya bilioni 7. Lakini hata kama unatoa bilioni 20 kwa ajili ya usajili, simamia timu yako kwa nafasi yako mwenyekiti wa bodi, kwa kuwa bodi ndio imekamilishwa shughuli za kila siku kwa niaba ya Simba Sports Club. Kama umebana kwa majukumu ya duniani katika kuimarisha utajiri wako, nafasi bado unayo. Mteue mwenye nafasi. Wapo watu wengi tu. Yupo Kasim Deuji, yupo Azim Deuji, yupo nani? Mteue awe mwenyekiti wa bodi, mwenye nafasi tumuone. Si ageni alijiuzulu kwa kushindwa ama kwa kuonekana atimizi majukumu, timu inadaiwa. Leo tena timu inadaiwa. Wewe ni mwenyekiti wa bodi. Katika hili hatutaki kujiuzulu kama si ageni. Katika hili tunakutaka utimize wajibu wako kwa kushirikiana na wajumbe wako, na zingatia ushauri unaofaa, ufanyie kazi na usiofaa achana nao kwa maslahi ya Simba.